binti amekuwa akiwasaidia watu wengi sana kwa ajili ya kupatia huduma ya kwanza, lakini pia matibabu wale ambao wanakuwa wanapata matatizo zaidi. Aliweza kufika mkoa wa kazi. Kulikuwa kuna uvumi ambao unaendelea kwamba huenda Gidon ni mtu mwema sana. Aliweza kumuuliza mkuu wake Kitengo ya kwamba yeye anaweza kusimama upande gani. Anasema basi uvumi zinaweza zikawa na ukweli. Lakini sasa upande wa P department Kitengo katika idara nzima ya polisi huko, kuna mtu anaonekana anaingia huko. Tukoje kutambua nani huyo? Basi baada ya kufika alikuwa ni Yiyole. Huyo ndo Grand Prince Dowoli ambaye ndo nyota mzuri wa tamthilia bomba zaidi. Basi alikuwa anahitaji kupewa kesi ya kile ambacho kinaendelea katika idara hii. Na sasa anahitaji kupata ufumbuzi zaidi. Anasema ameweza kufanya matukio mengi sana, lakini bado identity yake haijaweza kupatikana. Basi aliweza kufika katika eneo tukio limefanyika la wizi. Hapa alipata mwongozo wa vitu vingi sana. Sasa shangaa eneo ambalo linasadikika liibiwa vitu, bali ndani ya muda mfupi limeweza kujaa. Kuna mtu aliweza kupata kijumbe fulani kikiwa kina ishara ya protini chungu. Hili mshangaza sana mtu. Kwanza alihitaji kujua mtu amechukua kitu gani. Baada ya kupima vibaba vya mchele, agundua amechukua kiasi kidogo sana cha chakula. Mtaalamu alicheka tu kwa sababu kuna kitu kilianza kuingia katika akili yake. Sasa anaingia katika mchakato wa kuweza kuikagua kesi hiyo na kujua mwizi ambaye anaiba majira usiku anatumia mbinu gani. Anasema Gidon anachohitaji ni kwamba watu wamzungumzie na watu waweze kumtambua kama ni mtu mwema sana. Hata hivyo bwana mdogo ambaye ni Prince anasema ataweza kumkamata mtu huyo. Basi kazi iko chini yake. Basi pia alipata taarifa kwamba Queen Doga, yani bibi yake, alikuwa anamtafuta sana. Mwamba baada ya kutoroka aliweza kumwacha kibonge mmoja ku akiwa anazuga kama ndo Prince. Sasa bahati ambayo ilikuwa mbaya ni kwamba bibi aliweza kufika. Alikuwa anahitaji kumwona kijana wake. Sasa cha kushangaza tu huyo aliacha huko jikuta ameingia katika matatizo sana. Anasema kwa kile ambacho mmeweza wakifanya kwa wakati huo itawagharimu wote ambao wanafanya kazi katika ile eneo kwa kuhatarisha maisha ya Prince. Yani mmeshindwa kumwekea ulinzi Prince mpaka ameweza kutoka. Anasema anahitaji uweze kutuma ujumbe kwa kakangu. Kwa kabalua kandakia kafike sehemu moja. Basi mtu huyo ambaye alikuwa anahitaji kufikisha ujumbe, alifikisha ujumbe kwa mtaalamu ambaye ndo alikuwa mfalme wa Joseon kwa kipindi hicho, anaitwa Yu-Gyeon. Basi Mwamba anaweza kupata ujumbe tu. Anasema vitu vinashangaza sana kadri vinavyoenda. Sijajua juu kweli ya kile ambacho kinaendelea. Huyo anaitwa Secretary Kim. Anasema anahitaji kijana wako aweze kumuoa binti kutoka upande wangu, kwa anahitaji kutengeneza familia ambayo itakuwa na muunganiko mkubwa sana. Huu ni Secretary, yani kimada wake tu. Sasa anafika na mama. Wanamuita Queen. Anahitaji kuteta na mzee mzima, lakini shida ndani tali ni kama nafasi zimejaa. Yuko ndani anasikia vicheko tu na kuna vitu ambavyo viko sawa zaidi. Anaambia sio na wivu kwa kile ambacho kinatokea, wala kisikuki katika wakati mgumu zaidi. Kijana wangu mjiae atakwenda kumuoa binti yako, hivyo mambo yataendelea kuwa sawa zaidi. Haka binti kanaitwa Kashinyai, kanatakiwa kaolewe na mwamba anaitwa Jinyai, huyu mtaalamu wa kuchora zaidi. Bibi alikuwa anamtazama Mtuni nini ambacho anafanya. Mtuni kama alikuwa anachora picha. Kwa kipindi hicho hiki kitu kilimshtua sana binti. Sasa anataka kudondoka tala bintibu, mwamba alimkamatia namna hiyo. Akaweka kabinti sawa zaidi. Anasema sikutegemea kuona hapa kwa sababu wewe ndo mpenzi wangu wakati ambao anakuja. Nini ambacho kimekuleta hapa? Basi yeye anajitambulisha. Anasema mimi naitwa Nioli. Hivyo na mimi ni kimada tu. Anasema nyote mtakuwa wake zangu, na hata hivyo hili mkela sana binti. Anasema mimi ninachohitaji ni kukamilisha ajenda ya kitu ambacho nakitaka. Hakuna ndoa namna hiyo. Anasema uzungumzie upendo namna gani? Kila kitu kinatengenezwa kwa ajili ya samani tu. Sasa upande wa pili kwa binti, alikuja kuchukua dawa kidogo, anapeleka sehemu moja hivi. Huyu binti ni mtoto ambaye anafanya kazi kama kijakazi katika jumba moja la kiongozi mmoja mkubwa sana. Yani yeye anatokea upande wa watumwa. Basi mama yake alikuwa akifanya kazi katika eneo la mto. Mama alikuwa anakoa sana. Hivyo binti alihitaji kumpatia msaada mama yake kwa kumsupport kwa kile ambacho anafanya.
Hata hivyo akiwa hapa aweza kufika baba ambaye kama baba Kambo. Huyu mtaalamu anaitwa Ong Min Jisoko. Huyu ni mtaalamu sana wa masuala ya vitabu, mambo yanayohusiana na reading. Aliweza kumuita binti na sasa kuna kitu ambacho anahitaji kumwambia. Anasema pindi ambapo unaniona nyumbani, itapendeza vyema ukiniita baba. Anasema mimi ni mtoto wa concubine tu. Sihitaji kupata kila kitu kama mtoto halisi kutoka kwako. Lakini sasa mzee, kuna zawadi alikuwa anampatia binti. Anasema kwa wakati uliosalia katika maisha yako, unahitaji umpate mtu ambaye atakuwa mwanza wako na uweze kuishi maisha kama mwanamke. Maana akiwa anamaanisha binti anatakiwa aweze kuolewa. Hivyo alimpatia mavazi fulani bomba zaidi. Lakini upande wa pili kwa Charlie sasa akiwa anatafakari mambo mengi sana. Prince anasema kuna binti ambaye anatakiwa umuoe kwa sababu hiyo ni muhimu sana katika swala la kuweza kuimarisha ufalme. Wewe kwa wakati una mwanamke mmoja tu ambaye unatakiwa umuoe. Basi Charlie ya kupingana na agizo ambayo inatoka kwa bibi yake. Anasema basi ndaweza kumuoa, lakini lazima niweze kumuona kwanza kama ana uzuri wa kufikia kitu ambacho nakihitaji. Moja kwa moja alifika katika kiongozi mmoja mkubwa sana ambaye anahusika na masuala ya uwindaji na ulinzi katika taifa. Anasema nimekuja hapa kwa sababu nimehisi moyo wangu ni sehemu sahihi zaidi. Anasema huyu ni binti yangu, anaitwa Prince Jim Yeon. Jina lake ni kweli nzuri sana, linaashiria swala la upendo. Ina maana yeye akiwa na mimi kuna kitu kinaweza kaa saizi. Lakini kuna kitu ambacho ni shida zaidi. Wewe unafanya masuala ya uwindaji. Hivyo siwezi kufanya uhusiano na binti ambaye anatokea katika familia ya uwindaji, familia ambayo inamwaga damu ya viumbe. Hivyo anaweza kaja kuleta laana katika ufalme. Kwa sasa sihitaji kutengeneza muunganiko na binti yako. Yaani kiufupi ni kwamba mtaalamu alimkataa binti mazima zaidi mbele ya mshua. Ili mkela sana mzee mzima. Riba na mdogo anafanya yote. Sasa turudi nyuma kidogo kupata kistori. Anakumbuka kipindi hicho habari ambayo aliambiwa na kakake. Anasema mama yako aliweza kumdipozi mama yangu katika kiti. Wewe usipende sana kuniita blow yoli. Unatakiwa utafute nafasi ya kutengeneza maisha yako. Hata hivyo bibi yako ni mtu hatari sana, tofauti na vile ambavyo unafikiria. Tabasamu lake lina tofauti sana. Anasema kwa nini unaweza kufanya kitu kama hicho? Unajua unaweza kuwa umetengeneza hatari kubwa sana kwa baadaye. Lakini ghafla sasa akiwa swazi aliweza kumwagiwa maji mzee mzima yeye. Anasema inanukia nini? Hivyo aliweza kubadilisha mavazi na hapa alimtuma bodyguard wake chapu kwa haraka aende kalete mavazi. Charlie ameenda kufuata mavazi pande pili. Binti alikuwa anamtibia mzee mmoja miaka mingi sana. Basi alifika kijana huyo. Anaambia kila kitu kimeenda sawa na mimi natokea Emaso. Kuna kitu ambacho aliambiwa juu ya ndoa. Huyu binti anatakiwa leo na mtu ambaye kwa sasa bado hajajua identity yake kamili. Sasa upande wa pili ni kizaazaa katika eneo la soko. Prince amevaa mavazi ya kapuku. Hivyo kuna bwana mdogo anamuoshea kinyama. Hajui kwamba ni Prince, yani taifa. Sasa anavoleta shida, binti akamweka pembeni. Mwamba simba kumcheki bibie. Ajuza nani ambaye ameweza kuingilia. Binti anasema bwana huyu ni kijakazi wangu tu. Kwa hiyo msamehe kwa kile ambacho ameweza kufanya. Sasa Charlie anashangaa. Inakuwaje huyu binti ananiita mimi kijakazi wake? Ina maana atambui ya kwamba mimi ni prince wa taifa hili. Anasema unajua mimi nini ambacho namaanisha? Hasa baada ya baba yangu kuweza kufariki, aliniachia mtu huyo aweze kumsaidia. Binti anachofanya ni kumtetea mtu huyo akiwa anaamini naye anatokea katika maisha ya chini zaidi. Lakini mwamba alikuwa anataka aweze kuweka utambulisho wake wazi zaidi. Hivyo binti azidi kumtetea tu, kumtoa katika hali hatari zaidi. Charlie alitaka kuleta shida. Binti ilibidi amtulize kidogo. Mwamba alitulizwa namna hiyo na binti. Alafu akazibwa mdomo. Anasema huyo waga kuna muda anakuwa jitambue, yani boya tu. Ni kijana wangu, kwa msamehe tu. Basi binti aliweza kumchukua kijana kumtoa pembeni zaidi. Anasema ungekufa kwa kile ambacho nakifanya. Ilikuwa nje kidogo ya mji. Sasa mwamba anasema sasa ndaenda mpaka wapi? Na kwa nini unakuwa ni mtu ambaye unanitetea na kunichukulia kama ni mtu mpumbavu zaidi? Anasema basi naomba mwisho tu hapa. Lakini binti kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji kumwambia mtu, ila akashindwa tu. Akahisi akimwambia anaweza kaja kaleta shida zaidi, na kwamba naye ni mtu wa maisha ya chini zaidi. Hayo mavazi amevaa kwa sababu tu
Anasema majungu na mateso ni vitu ambavyo vimezunguka maisha yangu. Basi Bi alikuwa anahitaji kuondoka, lakini ghafla kuna kimvua ambacho kilianza kunyesha. Mwamba aliwahi sehemu moja hivi kama vijumba vya mashamba. Baada ya kukaa hapa anadai kwamba maisha yake hajawahi kunyeshewa na mvua. Binti alikuwa na viatu vya silki, viatu vya thamani sana. Aliweza kuvivua na kuvishika isije vikanyeshewa na mvua. Anasema hii sio biashara kubwa sana, japo ni vitu vyenye umuhimu sana. Pamoja na kwamba mvua inanyesha, vitu hivi vinahitaji kuvikinga. Sisi tumezaliwa na kuishi tukiwa tunachezea maji namna hii, lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinapeleka hisia zake mbali zaidi. Hapo juu kuna maji yalikuwa yanahitaji kuanguka tu kutokana na uzito. Mwamba alienda kukinga asije akamwangukia binti. Asema imenifanya nijisikie baridi mno kwa sababu ni matone ambayo yana unyevu sana. Aambia vua basi nikukamlie japo iweze kuwa na ukavu kidogo. Anasema mimi maisha yangu yote sijawahi kupataga maji baridi. Siku zote nakuwa kwenye maji ya moto ambayo yamechanganywa na maua. Biara ambayo ni biashara yako. Sasa mtanisaidia nini? Binti hajui kama huyu ni prinsi. Na huyu prinsi hajui kama huyu binti ni mtumwa. Sasa Charlie ameelezea na nguo. Anaulizia wapi mkali alipo. Mkali upande wa pili ametulia sana na bibia. Baada ya kuweza kukaa na binti muda mrefu, mvua ameweza kuisha na binti alikuwa anahitaji kuondoka kwa wakati. Anyway, aliomba aweze kutumia viatu vya mkali. Basi Mwamba alimpatia viatu vyake. Sasa nilikuwa nahitaji na shauku ya kujua juu ya familia yako. Lakini kama utojali kwa wakati huu, kuna wakati mwingine ambao unaweza kanipatia majibu ya kile ambacho nakihitaji. Anasema fika sehemu moja inaitwa Soa Village. Mimi nitakusubiri hapo nipate majibu ya kile ninachokihitaji, lakini pia nitakupatia liwadi kwa kile ambacho umekifanya. Hakikisha unakumbuka hilo. Bibi amwambia pasipo mashaka nitafika hapo. Binti anajiongelesha sana. Yeye ndo anafika sasa. Naambia nimefanikiwa kupata. Sasa upande wa pili binti ambaye anaitwa Njio, huyu bwana mdogo analalamika sana. Anasema kwa nini unampatia vitu vya samani Njio? Unajua unatengeneza vitu ambavyo ni kama scandal. Mzee ni mwandishi wa vitabu sana. Mzee habari yake ndakupa hapo mbele. Aliweza kutolewa pale si kwa kile ambacho kisadikika anamkosoa mfalme. Sasa binti aturejesha kwenye kumbukumbu ambayo aliambiwa na Charlie Mdaule. Anamwambia bango anaumwa sana. Kwa saizi anahitaji apate msaidizi. Ina maana binti anatakiwa aweze kuolewa na yule mzee. Yaani mzee ambaye anaelekea kukata moto ndio aweze kumuoa binti. Binti aliwaza sana. Lakini nini ambayo angeweza kufanya kwa wakati huu? Basi binti alikuwa anahesabu tu taratibu vidole, ishara kuwa ni mtu ambaye ana mawazo sana. Halisi kama kuna mtu anapita. Lakini baada ya kumwangalia alikuwa ni babake ambaye ni mlezi. Mtaalamu ambaye anaandika vitabu sana. Basi aliweza kushuhudia tukio. Sio anauzaga vitabu miaka yote hapa. Anasema ni zaidi ya mwaka amekuwa ananiuzia vitabu. Sasa cha kushangaza ni kwamba pesa ambayo anaipata mtaalamu Minjiki anaenda kumpatia mama yake na binti ili aweze kukidhi mahitaji yake. Sasa binti Njio kuna kitu anahitaji kuteta na mtu huyu, kumpa ukweli wa kile ambacho kinatokea. Anasema unajua juu ya mtu ambaye anakwenda kunioa. Anasema huyo mtu anayekwenda kunioa ni mzee sana kimoyomoyo. Ila aliofia tu kumwambia mtu huyu aliona itakuwa mbaya zaidi. Basi moja kwa moja pale siku kwa Prince hiyo anasema anahitaji kumkamata Gaidong. Basi kuna watu ambao wamedakwa na anatoa mahojiano, na hapa kuna mwongozo wa kitu ambacho anampatia. Anasema watu hao wendo wanamjua vyema mtu huyo, hivyo nikiwatumia utaweza kupata mwongozo. Lakini pia kuna mtu anasema majira usiku aliweza kumshuhudia Gaidong. Anaambia nielezee namna gani ilivyokuwa. Anasema ulikuwa ni usiku sana. Niweza kumuona juu akiwa amevalia mavazi meusi. Lakini pia kulikuwa ni kama kupatwa kwa mwezi. Basi Mwamba alijua kuna namna, kuna jambo limejificha. Anasema watu hao huenda kuna jambo analificha kwa nyuma. Anasema kuna plani ambayo nimeandaa kwa siku ya leo. Mwamba alikuwa anahitaji kukutana na binti kwa sababu ilikuwa ni ahadi ambayo alimpatia bibi. Wakutana na sehemu moja inaitwa Soa Village. Hapo kuna vitu alikuwa anahitaji kuteta na binti. Anadai kuna zawadi ambayo amemwandalia mtoto wa kike. Hasa mwandishi upande wa pili kwa zinakuja zawadi nyingi sana, ikiwa ni ishara ya mtu ambaye anamchumbia binti. Binti anajua anayeolewa naye ni mzee, lakini huyu Mwamba anajua binti anaolewa na kijana tu. Hivyo hajui ni nani
nani ambaye anakwenda kumuoa binti? 십니다. Anaambia una uhakika juu ya kile ambacho kinaweza katokea. Anasema ni kama mtumwa tu. Anasema ila anaenda kuolewa na mzee. Ili mshtua sana mtu huyu. Anasema hata hivyo akifa yule, nitaishi maisha kama mjane, lakini pia nitakuwa nimeweza kupata kiasi cha fedha cha kuweza kufanya maisha yangu ya baadaye na kufikia desire kile ambacho nakihitaji. Anasema basi fanya kwa kile ambacho nakipenda. Lakini ni vyema sana kuishi maisha ukiwa kama mwanamke. Binti alishukuru tu kile ambacho ametendewa. Basi majira ya usiku, binti akiwa anatembea katika poli moja hivi, aliweza kumwona mtaalamu kwa mbali zaidi. Na hii ni sehemu ambayo inaitwa Soa Village, sehemu ambayo mwamba alihitaji aweze kukutana na binti. Basi Bi akiwa patala bintibu kwa mbali, anamwona mtaalamu wa zamani Prince Jioli. Anasema nini ambacho anafanya hapa? Anasema kipindi cha mwezi utakutana katika eneo la Soa Village. Sasa binti ndio anakumbuka aliahidiana na mtui kwamba watakutana katika ile eneo. Sasa nini binti angeweza kufanya kwa wakati huu? Na kwa sasa anahitaji kuishi maisha ya kike, yani woman life, maisha ya kuwa kama mke wa mtu. Sasa unafikiri nini ambacho kinajili mtu wangu? Binti alikuwa na mambo mengi zaidi. Alichofanya ni hapo chali yangu. Usiguse kidude, tunaunga. Kumbuka hii picha ni dakika 25 katika kila episode tuko nayo live. Binti ajuza nini ambacho nimefanya. Mwamba ameganda, chali anafika. Anasema nimemwona. Yuko wapi huyo mtu? Binti upande wa pili sasa anapata mshangazo zaidi. Anasema nini ambacho nimefanya na kakaa? Anajilaumu sana na mwamba ni kama amechanganyikiwa zaidi. Sasa binti anahitaji kujiweka sawa zaidi, kuingia katika mchezo ambao anaofanya katika maisha yake yote, kuwasaidia watu wa maisha ya chini. Huyu binti ndio Gidong mwenyewe, mashine Baekjong identity. Sasa anavalia kinyago vyema kuingia katika mchezo. Usiguse kidude, tunaunga. Tala bintibu. Wow. Okay, naunganisha po. Mambo yako sawa zaidi. Usiguse kidude mtu wangu. Okay, tazidi kusonga kibabe zaidi. Tala bintibu, jambo linazidi kuunganishwa. Sasa tunarudi kupata muktadha wa story zaidi. Binti aliweza kuona vitu fulani majira mchana, hivyo kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji kukitenda majira usiku. Basi baada ya kuhakikisha amekamilisha mission yake, kuna mtu ni kama alimuona majira usiku. Ni askari ambaye anaitwa Paki. Baadaye anamuona hiyo njio. Sasa nini ambacho unafanya? Tuko hapa tunahangaika kumtafuta mtu ambaye anatumia maski ya Baekjong. Anasema ofisa kama mimi ameletea shida sana Sasa binti kwa namna akaanza kupata mashaka. Anasema nikiendelea kutumia utambulisho huenda kaja kaniletea shida zaidi. Basi kale ka chakula ambako aliiba kule, kiloba cha mchele, alimletea mama mmoja hivi. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu Prince, kuna kitu anahitaji kuweza kuteta na bodyguard wake. Kwanza aliomba letewe viatu vya siliki. Lakini pia anasema kesho anahitaji nikutane na wafanyakazi wote wa kike wanaofanya kazi katika jumba la kifalme. Kuna biashara anataka kuteta nao. Anyway, sasa upande wa pili lawama ziko nyingi sana kwa The King. Ya mtu ambaye anafanya uhalifu na wizi katika majumba ya viongozi wakubwa sana. Huyu kimada anasema huenda ambao wanafanya masuala ya wizi, yani wanaoibiwa, na wale viongozi ambao wanachukua rushwa. Kila mtu anacheka mpaka mfalme. Watu wanaguna tu. Huenda wanaoibiwa ni wapokea rushwa. Kizaazaa zaidi. Mfalme kama boya tu kwa sababu anaendeshwa sana na mwanamke. Lakini ikiwa hapa mfalme anamkumbuka mshikaji mmoja, Minju, kumsoma sana kama Sambong tu. Mtu huyu aliwahi kumchallenge mfalme kwa kumwambia nadharia ya mabadiliko katika sera ya elimu juu ya kuwatengeneza watu ambao watakuwa bora zaidi. Mfalme akamtolea mbali na kumtoa katika jumba la kifalme. Lakini sasa ni kama anamisi. Huyu mzee ambaye amesalia kama secretary kwa wakati huo ana muunganiko sana na huyu binti ambaye kwa sasa ni kama kimada mfalme. Wanampoteza maboya The King. Sasa mzee akiwa anatoka kuelekea kumtafuta huyo mtu. Asa baba unaenda wapi? Anasema anamtafuta Minjik, mtaalamu wa zamani. Ni wamba waliosomaga sana. Basi mtu alihitaji kuonana na mkali Minjiki.
kuna kitu alihitaji kumwambia tu, na mtu alikuwa na hofu yoyote, akiamini kwamba kuna taarifa njema sana imekuja kwake. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri mtu wangu? Kutana katika episode safi ya pili. Hizi ni dakika 25 tu, kwa usipange kosa mtu wangu. Mimi sina mengi sana, ukitoka DJ mambo nazidi kwa bomba zaidi. Kanatokea DC Production Jumbara Buzani pale kwa 0686414059. Mambo nazidi kwa bomba zaidi. Let's ciao. 감사합니다. 와우. 누구나. 아유 됐다. 우리 사이에 뭐 백정타를 소지한 자가.